الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هدانا إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحابته ذوي العقول السليم. Ama baada, watukufu tuliohudhuria katika hafla hii ya vijana wetu, hafla ya harusi, nimepewa nafasi ya kutoa wadhi mbele ya wenye nafasi za kutoa wadhi katika ibada ambazo kwenye Uislamu zimepata bahati mbaya. Ni ibada ya ndoa. Katika ibada ambazo kwenye Uislamu ni ibadatul majruh, ibada zilizojeruhiwa, ni ibada ya ndoa. Ni wachache wetu ambao wanaingia kwenye ndoa wakiwa wanaijua, wanaishi wakiwa wanaijua, na wanakufa wakiwa wanaijua. Nikisema hivi, ninazo sababu za wazi. Kwa mfano, hapa tukiulizana swali, wale tuliooa, tutoe sababu 3 za mwanzo za msingi za kuoa. Tukiulizana hapa, tupeane maiki, tuelezane sababu 3 za mwanzo za msingi za kuoa. Basi inawezekana usiku ukaingia sana. Mtu kimuuliza atakwambia anafanya ibada. Sasa nizizungumze baadhi. Kwa nini tuzungumze baadhi? Kwa sababu Sayyiduna Ali karamallahu wajhahu wa radiyallahu anhu anasema afdhalul ilmi ilmul hali. Uzuri wa kuzungumza jambo ni kuzungumza jambo lililopo katika wakati uliopo. Katika sababu za kuoa, kuna sababu za kuoa na kuna faida za kuoa. Ni vitu viwili tofauti. Kuna asbabu tazawuji au asbabu tazwiji au natija tazwiji. Ni vitu viwili tofauti. Kwa mfano, ukiniambia kuzaa sio sababu ya kuoa, kuzaa ni faida ya kuoa, kwa sababu kuna watu wengine wanaoa lakini hawajaliwi kuzaa. Sasa nizungumze sababu za kuoa angalau chache. Ya kwanza katika sababu za kuoa ni ile wawasaina al-insana biwalidaihi ihsana. Tumemuhusia mwanadamu, tumemlazimisha mwanadamu awafanyie wema wazazi wake. Mtu anaweza kujiuliza, hii aya sasa ina uhusiano gani na kuoa? Ndiyo, wako wanachuoni wanasema ndoa, an-nikahu kasbun min aksabi walidaihi. Na hii baba harusi asikilize kwa makini sana, na sisi wengine maharusi. Ndoa, an-nikahu, ndoa, kasbun min aksabi walidaihi. Ndoa ni chumo katika machumbo ya wazazi wa muoaji. Shaturia, mbona niangalia sana? Yani ndoa ni chumo la Muhammad Saidi, marehemu, Mungu amrehemu, alikuwa mzee wetu. Wewe una mke, lakini wewe na mke wako ni chumo la babako na ni chumo la mamako. Kwa hiyo baba harusi, kuwa makini. Umekuja kumwoa binti Masasi,
uelewe kabisa kwamba baba yako ni shareholder wa ndoa yako. Baba yako ana share kwenye ndoa yako. Kwa hiyo mtu anapooa ni katika miongoni mwa ihsani za kuwafanyia wazazi wake. Kwa hiyo hutakiwi kuchezea ndoa, kwa sababu ukichezea ndoa unawapa wazazi wako muflis. An-nikahu kasbun min aksabi walidayhi, ndoa huwa ni chumo miongoni mwa machumo ya wazazi wa yule mwoaji. Kwa hiyo mimi hapa nina ndoa, mzee wangu alio kaburini kule anapata pasenti yake, mama yangu kule kaburini anapata pasenti yake. Kwa hiyo sichezi, sifai kuichezea ndoa. Hilo la kwanza. Lakini kwa nini tunaoana? Tunaoana katika sababu za kuoana, an-nikahu hisnun min ahsani ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana huwa tunakula ubwabwa. Ndoa hisnun, ndoa ni kinga min ahsani ummati Muhammad, miongoni mwa kinga zinazozuia mabalaa kushuka katika ummati Muhammad. Ndio maana huwa tunafurahi na tunakula ubwabwa, na ndio maana huwa tunachangia. Mtu akija, bwana mtu wangu anataka kuoa bwana, hivi namuuliza itafanyikaje, kuna pombe, kuna hivi, asina mchango. Kwa hiyo baba harusi ameoa, ameufanya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam uwe madhubuti. Swali Mtume. Na sisi tuliooa tunaufanya ummati uwe madhubuti. Na ndio maana kwa sababu ya kufanya ummati uwe madhubuti, ndio maana ikawa fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha. Kwa Sheikh Mwamba, mimi na wewe sisi tumebakia kama ulimi, tu kama ulimi. Akina Sheikh Hassan wanatuzidi basi. Wao wana midomo miwili. Sisi tuko pongo. Unajua pongo? Pongo ni yule ambaye ana midomo miwili lakini mmoja umekatika, kwa hiyo bakia huko, kwa hiyo meno yaonekana nje. Tumeambiwa sisi waoga sio waoga. Mungu anasema wa in khiftum alla, ile ikhiftu pale khafa manake sio kuokopa, hapana. Neno ya wa in khiftum alla taadilu manake sio kuokopa. Ile khafa ya pale ni bayana. Allah. Ni maana ya bayana. Fa in khiftum, ikiwa imewabainikia. Fa in khiftum, ikiwa imewabainikia alla taadilu, huwezi kuwa na wale ukawatosheleza vizuri, fawahida. Sasa sisi tumekaa kwenye bayana shekhe, ndio tulipo ni uoga au shekhe baba? Kuelewa. Shekhe Taha, umeelewa? Na ndio maana kule ukiana hiyo khafa kwenye kiyama, Mwenyezi Mungu anasema yakadu yukhfiha. Maana yake sio Mwenyezi Mungu anakaribia kukificha kiyama, anakaribia kukidhihirisha. Kwa sisi wenye moja moja inawezekana tumebainikiwa kwamba nikiweka mbili mapenzi yangu yatakuwa sio barabara, sio woga. Woga kugawanya mapenzi. Sheikh Taha anasema ni woga kugawanya. Mara nyingi sipendi kuwabeza wale walioa mbili tatu, lakini walioa mbili tatu wengi wana kasoro nyingi kuliko mwenye moja. Niwape mfano, watu wengi wenye wake zaidi ya mmoja hupanga siku wanaume. Kisheria siku za noba zinapangwa na wake na mume au mume peke yake. Kawaida noba zile zinapangwa kati ya mke na mume wao. Lakini wanaume wengi waliooa mathna thulatha wanapanga wao. Tunaona unavyoteleza jamani, nieleweni. Sisi kwamba sio ibada lakini wengi wao, sio wote. Kwa mfano, wako watu wenye wake wengi, ni ngumu kuwakutanisha wake wale nyumba moja alafu washindikizane. Sheikh anasema mtihani. Mtume sallallahu akifanya hivyo, Mtume sallallahu anakusanya wake wote kwenye nyumba ya mtu mmoja, inapikwa msosi, wanakula, alafu wakimaliza wanaanza kusindikizana. Wanaanza wa mbali, anampeleka huyu, anampeleka huyu, anamalizia yule analala kwake.
Ndio maana Mungu anasema wa in khiftum alla unatakiwa utakiwe bayana, nitaweza hii nipitoi. Kwa hiyo katika sababu ya pili ya kuoa, ndoa ni kinga katika kinga za ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana ukaambiwa fadhfari bidhati dini, ukitaka kuoa uchague mtu mwenye nini, kwa sababu ile kinga iwe imara zaidi. Katika sababu za kuoa. Lakini pia katika sababu za kuoa ni wanasema wasailu ghasili al-mukhi. Kuoa kuna vimelea bora vinavyorekebisha ubongo wa watu. Tutaona sasa hii inakuaje. Kuoa, katika sababu za kuoa, acha faida, sababu zake. Tunaoa kwa sababu wasailu ghasili al-mukhi. Kuoa kunampa mtu vimelea bora vinavyotengeneza ubongo wa jamii. Kwa mfano mdogo, huyu bwana sikaoa leo, akienda kutongoza, yule mwanamke alimtongoza atamwambiaje? Wewe umeoa. Kwa hiyo yule mwanamke mwenyewe anaokopa kutongozwa na mtu aliye imemtengenezea ubongo. Sijui nimeeleweka? Ukiwa na mke unaweza kumleta hawara nyumbani kwako? Hayo, kwa sababu inatengeneza kitu. Hata hawara mimi siwezi kwenda huko, mke wako je akijua. Au inatengeneza ubongo, wakikutana watu, mtu akisema atatuambia nini wewe huna hata mke wewe. Anaonekana huyo ubongo wake haujawa barabara. Sasa baba mbona unacheka sana? Ladha. Na ladha wanatona wasema ziko aina tano, sasa unapata ladha gani? Wanajiona wasema ladha ziko za aina tatu. Kama sisi hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaswaliwa tunapata ladha. Kuna ile ladha tulhubbu wal iman. Tunapata ladha ya mapenzi na imani kuna ladha tulhub wal iman. Alafu kuna ladha tulhub. Kuna ladha ya utamu tu. Asali tamu kila utamu, hiyo ni ladha ya utamu tu. Na hapa watu wengine tulikuwa tunafanya uvivu kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale ambao kumsalia Mtume wamebaki hapa hapa kiwanjani. Wale kumsalia Mtume wako kwenye arishi sasa hizi. Ya mubaraka ya Allah. Yaani kanuni iko hivyo. Ukisoma kitabu As-Silatu, sio Aswalatu, As-Silatu, anasema mtu anapomsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile swala ya Mtume haishi pale, inapanda pa kwenye arishi. Tena yaenda na jina lako. Kwa hiyo kama swala imepanda kule kwenye arshi na jina, ina maana wale wote waliomswalia Mtume majina yao yako wapi? Wale ambao kumswalia waache hivyo hivyo, wamebaki hapa hapa kwa Sheikh Masasi. Waliomswalia Mtume wako juu kule. Kwa Sheikh Masasi tunakushukuru kutuwekea salatu ya nabii hapa. Ndio Sheikh Baba anasema ladha, tunakuja tukapata ladha kwenye ladha. Lakini pia katika sababu za kuoa, ni dawamu ni'ma au dawamu ni'ami, ni kufanya neema idumu. Utastajabu, kuoa kunadumishaje neema? Jamii ikiacha kuoa, jamii yote ikaacha kuoa, kuna wanachuoni wa kuoa na walikuwa na sababu za msingi, lakini jamii yote ikaacha kuoa, neema huwa inaondoka. Na ukitaka kuangalia, angalia ni wakati gani wanyama na ndege huwa wanaingiliana sana. Hizo nyakati wanazoingiliana ndege na wadudu nini, zile ambazo neema huwa zinaelekea kushamiri mno. Kwa nini inadumisha neema? Kwa nini ndoa huwa inadumisha neema? Inadumisha neema kwa sababu sheitani huwa hataki kabisa kukaa karibu na watu ambao walioana, wanaokwenda sazi katika ndoa yao. Huwa hataki, huwa anakimbia. Na ndio maana hata kwenye jimai, ukitaka kujimai unajilinda na nani? Kwa nini ujilinda na shetani? Kwa sababu shetani huwa anataka kuwavurugia watu ndoa. Jamii ambayo inamtenga shetani, inampiga vile shetani, neema huwa zinashuka, hazishuki? Zinashuka sababu shetani laini.
Si inaeleweka Sababu ziko nyingi, tuishie hizo. Mwisho nimalize, Sheikh Masasi umemwozesha kijana wetu huyu alhamdulillah, na umemwozesha binti yetu alhamdulillah, lakini pia ufanye kazi kubwa. Utapata madhambi mpaka kiyama kina nani kama hukufanya hii kazi. Ufanye kazi ya hawa watu wasome ndoa. Sababu Mwenyezi Mungu amekataza wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Uwafundishe hawa. Huyu kijana nafikiria atakuwa ni bado kabisa. Sisi watu wazima wenyewe bado. Tukiulizana jimai zina aina ngapi? Hatusemi mitindo ya jimai. Mniwe radhi. Sizungumzi mitindo ya jimai iko mingapi. Jimai zenyewe ziko aina ngapi? Kuna jimau inaitwa jimau mutlaka. Na kuna jimau inaitwa jimau ibada. Na kuna jimau inaitwa jimau fadhli. Jimai zina aina. Sasa huyu kijana wetu shekhe, wewe ni babaye, lazima umwite umuulize, wewe unajua? Au sio hivyo? Huwa hakuna aibu kwenye kujifunza usije ukampa gari mtu ambaye hajui kuendesha shekhe, utaleta ajali hii. Si tuna tatizo moja. Sheikh Muhammad akitaka kuniajiri mimi ananiuliza CV. Si ndio hivyo? Sasa ndoa sio ajira. An-nikahu amana, ndoa ni amana. Sasa unampaje amana mtu ambaye hawezi kutunza amana? Kijana afundishwe. Kuna nikahu mutlaka ambao Mtume sasa haitaki. Nikahu mutlaka na jimau mutlaka ni kubaka. Na neno kubaka ni neno la Kiarabu. Kabisa kubaka. Limepewa mtu anayefanya jimau mutlaka, lakini kubaka asili yake ni punda dume anapomwingilia punda jike ndio inaitwa baka. Sasa wewe ukifanya jimau mutlaka ni jimau ambao haina taarifa, haina muda, haina maandalizi, umeparamia. Inaitwa jimau, yani umefanya tu. Ukisoma Mughni ya Ibn Qudama katika babu nikahi. Mughni ya Ibn Qudama babu nikahi, mwanamke mmoja alikwenda kwa Mtume sasa kushtaki. Sema mimi mume wangu anasababisha ugonjwa. Soma Mughni ya Ibn Qudama katika babu nikahi utakuta hichi kisa. Mume wangu anasababishia ugonjwa. Mtume akamuuliza unaumwa nini? Akamwambia ni uko radhi niseme? Mtume akasema sema. Yule mama akasasambua. Basi akamwambia mume wako nani? Fulani nitie. Mwambie tu Mtume sallallahu alayhi wasallam anapita. Si yule akaenda akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam anapita. Alipokwenda yule bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia niambie unapanda mnazi wa upandaje? Akasema mnazi wa upandaje Mtume? Sio unapanda tuna mikono na miguu wapanda wakaenda mpaka juu. Ukiangua nazi washuka. Mtume akasema la unakosea sana. Basi allamahu Rasulullah. Mtume akaanza kumfundisha mnazi utakupanda vizuri, funga kamba kwenye miguu yako, pia testi mikono kama hautelezi, pia hivi. Siji naeleweka Na tuwazungumza kiutu uzima. Basi baada hapo akamwambia hebu nenda kapande mnazi. Akaenda kupanda mnazi. Mtume sallallahu akamwambia Bi Aisha, hebu nenda kwa binti fulani. Kwa sababu Mtume sallallahu alimfundisha mambo hasa. Sasa hakutaka tena kumuita mwanamke kuja kumuuliza kwa sababu ingekuwa hivyo. Akamwambia Bi Aisha nenda kwa fulani. Yule mwanamke muulize vipi? Bi Aisha alikuja anacheka. Mtume akajua mambo shwari. Shema sasa sisi tunanielewa. Kuna jimau mutlaka lakini kuna jimau ibada. Jimau ibada ndio ile ambayo inakuwa na al-muqaddimatu. Inakuwa na vitangulizi alwasila. Unaandika message unauliza mmeamkaje? Salama. Je, naweza nikuona ofisini? Inawezekana. Sasa hivyo. Inaitwa jimau ibada. Si inaeleweka Lakini kuna jimau fadhli. Jimau fadhli ni bora zaidi kuliko ibada, yani yenyewe ndio bora zaidi. Hiyo ina tabkiri, uwahi nyumbani, atahadiyatu, ulete kangalau kasambusa, unajua kuku ile
Ulete kasambusa, baada ya hapo uende bafuni, upige mswaki, uoge, baada ya kuoga upake perfume, baada ya perfume uweke kawanja kambali, baada ya hapo ndio useme salamu alaykum. Hii tunaiweza hii? Kwa hiyo kijana anatakiwa afundishwe sana. Yuko mwanachuoni mmoja doktor, yeye alipozesha binti wake wa kike alimtungia kitabu kinaitwa Hadiyatu Likuli Arusi, akampa mtoto wake. Ukisoma hicho kitabu kina maajabu sana, yaani alimwandikia mtoto wake wa kike mambo ya ajabu kabisa, mambo ya ajabu. Sheikh Hassan siku moja akiwa pale Itra, nikiwa namsikiliza sana, alikuwa na somo pale usiku la ndoa nini. Siku moja akazungumzia Samaru. Kaunda Samaru, na mimi ilikuwa ni wakati wa Samaru shekhe. Sasa mke wangu akaniambia bwana lazima simu. Na wakati wa Samaru lazima simu Nikamwambia subiri kidogo, shika nazungumza. Akaipiga piga. Kuna kitu kinaitwa Samaru Samaru huwa ni mazungumzo ya usiku kila siku kati ya mke na mume kabla mjalala. Wanaume wengi hatuna. Kila siku. Na Mtume SAW akifanya na wake zake, tena akifanya yote ya aina mbili, ile dhahira na batina. Kuna samaru yafanywa kwa sauti kubwa. Mtume SAW alikuwa anafanya samaru kwa sauti kubwa ili maswahaba, maana kuna maswahaba wengine walikuwa hawalali mpaka wakishe Mtume amefanyaje, amelala SAW. Sasa akifanya akizungumza na mkewe ili wasikiliza anazungumza kitu gani. Ukichukua Shamailu Rasuli SAW ya Yaqubi, angalia katika samaru utakuta pale kuna hadithi mbili Mtume alikuwa akifanya samaru namna gani. Sasa samaru, Sheikh Masasa, fundishe kijana wetu, mume na mke huwa hawagombani muda wowote, huwa wana muda wao maalum wa kugombana. Chumvi imezidi, mwanamke ametoka ndani bila taarifa, hivi unamsubiri wakati gani? Usiku kabla kuingia kitandani pale. Bwana vipi leo? Atoe maelezo pale. Sio karudi. Nilikuwa nakusubiri, nilijua tu. Sheikh wewe ndoa hujaijua. Ndoa hujaijua. Kama umeenda kufumania ni kitu kingine. Kama umemfuatilia ameiba hela zako kitu kingine. Lakini mke na mume kawaida, mtu ambaye anaijua ndoa huwa ana muda maalum wa kuzungumza na mkewe mashtaka. Na hata kama mashtaka hamna, kila siku mnazungumza kesho tunakula nini? Tutakula viazi hivi na tarishwaje? Mnazungumza vitatayarishwa hivi, vinatayarishwa hivi, vinatayarishwa hivi. Unajua kabisa unakwenda nyumbani una appetite ya kiazi kichopikwa, unajua kitapikwaje. Na kama kapika tofauti na vile mlivyokubaliana, usilete ugomvi, wewe kula hivyo hivyo. Utamkuta wakati gani? Samama. Bana vipi? Tulisema kiazi leo kitakaangwa na mafuta nileta. Mbona leo umechemsha ni vipi? Sasa mwanamke jeuri ndio utamjua. Mimi nilikuwa sina nafasi bana. Kwani hivyo ukushiba? Unajua huyu hayumo. Manake unaweza kugombana hapo, nilitaka vya kukaanga, mafuta hamna ukagombana. Kumbe alikuja mama yako kuomba mafuta. Jamani nimepungukiwa kule nyumbani sina mafuta. Mkeo akaamua afanyeje? Ampe mama yako. Na hiyo ilimtokea mmoja kati ya rafiki yangu, ilikuwa anataka kuacha mkewe. Siku hiyo kaacha nyumbani kwake, ilikuwa siku ya Ijumaa kama leo. Amemwambia mkewe, tayarisha chakula nitakuja na wageni. Yule bwana akaenda kazini. Alipofika kazini ukaitishwa mkutano wa ghafla. Kwenye mkutano kikao hawawashi simu, wamezima simu. Kumbe baba wa yule bwana ana pressure ya kushuka. Pressure ikawa imefanyaje? Imeshuka hospitali. Wakati hakuna kadi hizi. Unafika hospitali kapimo ya bwana, pressure imeshuka, inatakiwa hela. Kumpigia bwana kazini simu imefanyaje? Imezimwa mpaka nyumbani. Kufika nyumbani wanamkuta mkewe. Bana nimekuja baba, pressure imeshuka sana, tumekuwa hospitali inatakiwa hela na dawa. Yule mama itabidi afanyeje sasa? Akachukua hela za msosi wa mchana Ijumaa. Akampa shemeji yake, wakaenda nyumbani, hospitali wakamtoa, wakamnani mzee, wakamleta nyumbani. Kumbe zile hela pia zilikuwa hazijatosha dozi.
Bwana anajitapa kwamba nyumbani leo kuna kuku, kuna nini, kuna biriani. Kufika pale, vipi mambo? Mke anaambia tayari, lakini kuna mabadiliko kidogo. Anaambia nimeona nitengeneze ugali. Na yeye kaishawaambia, unajua hapa tunatamba. Wewe ushakula kuku wewe. Twende leo kule kuku wewe. Jamaa kaishatamba sana, kufika anaambiwa kuna ugali. Ugali tena. Wewe mwanamke vipi ngumi? Chumbani kule. Katoka barazani kaambia jamani, hebu tuondoke kidogo. Kapeleka hoteli wamekula. Mwanamke hakutaja sababu gani? Kwa sababu kanuni ya ndoa linalozungumzwa huwa ni jambo lililopo. Kwa hiyo yule bwana anataka chakula, kwa hiyo kinachozungumzwa lazima kiwe ni nini? Ni chakula, sio kumwambia babako aliugua alifanya nya. Yule bwana kamtandika mwanamke vizuri, anatoka na mazigo kwenda kula hoteli. Yule bwana anarudi sasa, hasira ziko juu, anawakuta wadogo zake nyumbani kwake. Anaingia, wamesalimiana, anamwambia kaka, tumekuja kuchukua hela hazijatosha za dawa za mzee. Dawa za mzee? Kwani hela mlipata wapi? Wanaambia tulikuja kwa shemeji mchana, mzee alipata tatizo, kupigia simu haitupakolea, akasema nilikuwa kwenye kikao. Sasa tulikuja kwa shemeji mchana, ikabidi atupe pesa. Yule bwana ndio subhanallah anagundua kumbe alimpiga mkewe kimakosa, hela alitoa kumpa mke. Aliposikia hivyo tu, yani aliposikia tu kwamba mwanaume ameshapewa taarifa, akaingia chumbani anateremsha nguo. Nyumba haipo. Si kaishapewa sababu ya kumpigia. Anajua anakosa, kateremsha. Yule bwana sasa, "Shekhe uko wapi? Shekhe uko wapi?" Nikamwambia kuna nini? "Tafadhali shekhe, hata kama unasafiri njoo nyumbani mara moja." Mwanamke anasema. Kufika pale nyumba inawaka moto. Mwanamke anasema nakuheshimu sana shungusungu, nakuheshimu mno, lakini leo hapana. Vipi? Ndugu yako ananipiga bila kosa lolote bana? Hawezi kupiga bila kosa. Na wewe umekuwa kama yeye. Nikamwambia basi mimi nafikiria hivi, kabla hujaondoka acha mizigo yote, hebu tutoke. Nikampigia simu mke wangu, akaja pale, twende. Tukaondoka mimi, mke wa yule bwana na mke wangu mpaka nyumbani. Kuliponi. Akahadithia kama nilivyohadithia. Nikasema yule bwana angesubiri yale maelezo wakati wa bwana, isingetokea yote hapa. Na huu ni utaratibu wa Uislamu, kutokuzijua ndoa vizuri. Kwa hiyo kijana wetu afundishwe. Sheikh Masasi, na nimerudia sana hili, afundishwe kwa sababu kuna mambo mengi sana kwenye ndoa. Leo tu ukimuuliza mtu kwenye samaru unafanya nini, hajui. Samaru yenyewe ukikaa na mkeo mnafanyaje? Mtu hajui. Kwenye samaru kuna mambo manne ya msingi sana. La kwanza katul muwasala. La kwanza ni kukata mawasiliano mengine yoyote. Ubakize mawasiliano wewe na nani? Na mkeo. Na mkitaka jaribu simu yangu. Ukikuta mimi iko on, saa 4 kwenda hivi iko on, ujue sijafika nyumbani. Lazima watu wengine wote unakata, unabakia wewe na nani? Na mkeo. Lakini pia wanasema al-muqaraba, unatakiwa wewe na mkeo face kwa face, mmekaribiana hivi, uso kwa macho. Shemaba anasema ni uso kwa macho hiyo. Kwanza hakuna mawasiliano na mtu mwingine yote. TV imezimwa, simu umezima, huo ni wakati wa nani? Wa mke wako, yeye na wewe mmekaribiana. Halafu inatakiwa ile sauti takhadhiri ipatikane, ile sauti ambayo Mwenyezi Mungu alikataza kuambia wanawake, wala takhadana biqawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Inapatikana sauti takhadhiri, sauti ya kutonga tonga. Ya Allah jalla jalaluhu. Sio unazungumza na mkeo, sasa leo mbona naona kama nguo zangu zinajipasa? Shete, sauti la ugomvi la nini? Tunajua, siwezi kutoa mfano wake unafanyaje. Watu wote wanajua hapa. Na kuna watu wengine hapa akiongea na simu unajua anaongea na Kadebu. Kuna watu wengine akiongea na simu unajua ni Kadebu. Akiongea na simu unajua anaongea na mwanaume. Tunajua masauti yenyewe tunayajua. Kwa hiyo inatakiwa ile sauti ambayo Mwenyezi Mungu alilikataza lisifanyike, hapo ndio linafanyaje? Na haya masauti shekhe yanatakiwa sana. Wakati wa Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, alikwenda mtu mmoja kumshtaki mkewe, asema ya Amira mume, mimi nataka nimwache mke wangu. Vipi? Anasema tunapokuwa katika mudaba huwa anasema taktuni ya zauji
taktuni, unaniua. Sasa hivi akiniambia ananiua, huwa inaniingia, huyu sasa anamuua kwani niko na mniga? Mimi naona bwana, mwambie aache. Kama hawezi kuacha, mimi naona hii kauli haipendezi. Sayyidina alimwambiaje? Alimwambia iktuluha wa ithmuha alayya, nenda kamuue na madhambi yake nitabeba mimi. Mwache aseme. Sallu ala nabii. Kwa hiyo Samaru, unakata mawasiliano, unamkaribia, alafu na sauti yanafanyaje? Yanabadilika. Lakini sio hivyo tu, inapatikana kitu kingine kinaitwa dauratul ainaini, kuzungusha macho. Unajua kuzungusha? So unakaa kama shengo nyoka anavyoniangalia. Hapana. Tumeambiwa kuli mu'minina yahubu, tumeambiwa tuyainamishe. Sasa hapo hayainamishe. Hapa anatakiwa afanyeje? Yainuke. Lakini kuinuka kwenyewe ni kule samia Allahu liman. Wassalamu alaykum wa صلى الله على محمد